unapopumua manake kumbuka hapo katika ufahamu mkuu na katika asili kuu iliyokuwa kamili manake unatengeneza nguvu kuu za uhai za aina hizi mbili. Sasa kuna watu wanapumua kwa maana ya sauti ambazo zina maumivu, kwa maana ya sauti ambazo zina kero, kwa maana ya sauti ambazo zina wasiwasi, kwa maana ya sauti ambazo zina hofu, kwa maana ya sauti ambazo zina chuki. Hizo ndio zinatengeneza muziki kuwa mbaya. Naeleweka? Nakuelewa. Vizuri kabisa. Nakuelewa. Kwa tunapozungumzia music tunamaanisha sauti. Na tunapozungumzia sauti maana yake ni kiumbe hai. Sauti ni kiumbe hai, ni nguvu kuu ya uhai. Sauti inatoka wapi kwako wewe? Sauti inatoka kwenye viumbe vyote, kwenye miti. Umenielewa? Sauti inatoka kwenye maji. Na miti ina sauti. Vizuri kabisa. Na ndio maana baadaye nitakwambia tuna aina za sauti. Kuna sauti inatoka katika ardhi. Kwa maana hii ardhi unayotembelea wewe ni mwanamke huyu, ni nguvu kuu ya uhai ya kike. Tuko kwenye ulimwengu ambao tunaishi vile ambavyo sisi tunaona tuko sawa, lakini kumbe kuna sheria za ulimwengu husika ambao tuko nao, na kuna mambo mengi sana ambayo tukianza kuzungumzia sheria za ulimwengu zina apply kwenye hayo mambo. Lakini sasa mimi nikasema sawa, huyu mlimwengu, huyu Magala huyu nataka anielezee kwenye upande wa muziki, kwa sababu nishasikia story nyingi sana kuhusiana na muziki. Mara muziki ni ushetani, ushasikia kauli kama hizo. Mara muziki ni tiba. Sasa shetani ni tiba, mpaka mnasema muziki ni tiba, same time mnasema muziki ni ushetani. How? So nikasema haya mambo siwezi kuyajibu mimi, itabidi nimtafute mlimwengu anayezielewa sheria za ulimwengu aje anielezee kiundani, maana nishamuona sana mtandaoni anazungumza mara fagio yako kwenye biashara yako unavofagia usiazime kwa jirani yako, kwa sababu yani kuna vitu vingi sana. So nikasema watu wa Rick Media ngoja nimlete hapa Magala awape elimu kuhusiana na sheria za ulimwengu, lakini sana nataka tuzungumzie entertainment kwa sababu ndo tuko upande huo sana, lakini si mara ya mwisho kwake, atakuja kuzungumzia vitu tofauti tofauti kwa sababu naamini mtapenda sana namna yake ya kuelezea mambo haya ya ulimwengu. Karibu sana. Hii ni E-Talk ya Rick Media. I'm your girl Serafina Jerry. Yes, mimi ni Binto Jerry. Niko hapa na ndugu zangu wanaitwa Silent Ocean, Simba wa Bahari. Ukiagiza nao haujapoteza. Lakini pia niko na Magic Beauties International. Behind the camera ni my brother anaitwa Juma Koba, KB Pixel. And of course ninaye mlimwengu hapa Magala. Teacher Magala. Yeah, kabisa. Kwema kabisa. Karibu sana. Asante sana. Asante, mimi nafurahi sana kukutana na wewe leo. Karibu sana. Shukrani sana. Hivi inakuwa sawa sana nikikuita mlimwengu? Maana napenda kukuita hivyo. Niite tu hivyo, maana ni sahihi pia. Ni sahihi pia. Vizuri kabisa. Karibu sana. Pia ni jina zuri ambalo na wewe ndio mtu wa kwanza kuniita hivyo. Kweli? Na nimelipokea pia. Okay, mimi napenda kukuita mlimwengu. Safi sana. Maana unauelewa ulimwengu na sheria zake. Yani muhimu sana. Okay, kuna mtu ambaye anakutazama sasa hivi Magala, lakini hajui sheria za ulimwengu ni nini. Yaani ukisema sheria za ulimwengu unamaanisha nini? Yani kwa hivi tunaposema sheria za ulimwengu maana yake ni zile taratibu, kanuni na mbinu ambazo zinaongoza viumbe vyote. Kwa yani either kwa wale wanaozijua na wale wasiozijua. Zenyewe zinaongoza ulimwengu wote na viumbe vyote. Okay. Mnaelewa? Kwa short, sheria za ulimwengu ni nini? Ni kanuni, ni taratibu na mbinu ambazo zipo katika ulimwengu. Zinafanya kazi gani? Zinaongoza ulimwengu wote kwa ujumla kwenye viumbe vyote. Okay. Aidha unazijua au uzijui. Zenyewe tu zinafanya kazi kwa kutenda haki iliyonyooka. Ni sawa na dunia tunavyoambiwa ni duara, whether wewe unaamini au hauamini, lakini uko ndani ya dunia tayari. Kabisa. Labda nitoe mfano wa kwamba zinaongozaje ulimwengu, si ndio? Kwamba inabidi wewe ule ili uweze kushiba, maana ni sehemu ya sheria za ulimwengu. Umeelewa? Okay. Kwamba ili uweze kuishi maana lazima ule. Umeelewa? Na huwa napenda kutoa mfano mwingine wa muhimu sana. Kwa mfano Sarafina, umerudi nyumbani kwako pale, si ndio? Bahati mbaya mdogo wako, rafiki yako au mwanao akadondosha moto. Afu ukuona ule moto, ukaukanyaga. Yani lazima uungue. Haijalishi umeuona au hujauona. Moto kwa mujibu wa sheria za ulimwengu unaunguza. Haijalishi umeuona au haujauona. Au pia bahati mbaya umerudi kwako pale au hotelini, mgawani, mnapata chakula ila kuna mtu amekekea chakula nini kile? Sumu. Okay. Kwa mujibu wa sheria za ulimwengu, sumu inadhuru. Haijalishi unajua
au haujui. Labda nikuulize swali la muhimu. Ndiyo. Kuna watu wengine ukianza kuambia mambo haya wanaona kama yamekaa spiritual sana. Mambo ya ulimwengu. Kwa mujibu wako wewe mlimwengu mwenyewe sasa. Hizi sheria zimekaa spiritually au ni kawaida kabisa? Sawa, hizi bwana zipo zinaongozwa na nguvu kuu za uhai katika ufahamu. Umeelewa? Na katika nuru na katika sasa kuu ilikuwa kamili. Kwa tunaposema sheria za ulimwengu tunazungumzia nini? Je, zipo kiroho? Na hisi ndio swali, si ndio? Exactly. Zipo kiroho au zikoje? Watu wa sheria za ulimwengu tunaamini ulimwengu unaongozwa na ufahamu mkuu uliokuwa kamili katika nguvu kuu ya uhai ambayo ipo katika umbo la duara. Nguvu kuu ya uhai maana yake hivi. Napokutazama wewe maana yake sisi tunaamini Sarafina ni mwili, lakini wewe mwenyewe hujawahi kuzaliwa. Umenielewa? Ninyi ndio mnavyoamini. Tunaamini hivyo kwa sheria za ulimwengu. Kwamba binadamu unemtazama wewe, yani wewe mwenyewe hujawahi kuzaliwa. Magala hajawahi kuzaliwa. Yani Magala jina, mwili ndio unaozaliwa. Unazaliwa wapi mwili? Unazaliwa kwenye tumbo la uzazi la mwanamke, umenielewa? Na mwili ndio unaokufa. Lakini mimi kama mimi mwenyewe, mimi kwa maana mimi ambaye sina mwili, sina jina, sikuwahi kuzaliwa na siji kufa. Manake mimi ni nani sasa? Mimi ndio ufahamu wenyewe. Umenielewa? Tunaposema wewe ndio ufahamu wenyewe ambao hauzaliwi wala haufi. Wewe ndio upendo wenyewe ambao hauzaliwi wala haufi. Wewe ndio nuru yenyewe. Nuru haizaliwi wala haifi. Wewe ndio ufahamu, wewe ndio upendo wenyewe ambao hauzaliwi wala haufi. Ila mwili wako wewe ndio unaozaliwa, ndio unaokufa. Umenielewa bwana? Sasa wewe tunakupata wapi? Wewe tunakupata kila mahali. Umenielewa? Wewe upo kwenye chakula, kwa maana chakula unachokula wewe ndio uko huko. Wewe upo kwenye maji, wewe upo kwenye miti, wewe upo kwenye ardhi, kwenye mwezi, kwenye jua, kwenye mimea, kwenye wanyama, kwenye wadudu. Wewe upo kila mahali. Ila mwili wako ndio uko sehemu hii ambayo muda huu na utazama. Ukisema mwili na wewe una maana, yani ukisema mwili uko hapa, mimi niko kila mahali. Huyo mimi ni yupi? Wewe ndio ufahamu mkuu uliokuwa kamili. Wewe ndio upendo uliokuwa kamili. Sarafina upendo uzaliwa wala haufi. Ndani yako wewe ndio kuna upendo. Yaani huo mwili ndani yako umekubeba wewe ambaye ndio upendo. Kazi ya mwili umekubeba wewe ambaye ndio ufahamu. Na chuki je? Vizuri kabisa na tunaelekea huko. Katika asili kuu iliyokuwa kamili, dunia hii unaoishi wewe imegawanyika kwenye pande ngapi? Mbili, kwa maana nguvu kuu za uhai. Tuna nguvu kuu za uhai za nyuma na tuna nguvu kuu za uhai za mbele. Chuki ni nguvu kuu za uhai za nyuma. Maana yake hivi, mwili wako unauona, una pande hizi mbili. Tuna upande wa mbele ambao ndio nguvu kuu za uhai za mbele kwa maana ya upendo. Tuna upande wa nyuma wa mwili ambao ndio nguvu kuu za uhai za chuki, hasira, kila kitu. Chuki haijawahi kuzaliwa, chuki haiji kufa. Maana chuki ipo kwenye nguvu kuu za uhai. Hasira haijawahi kuzaliwa, hasira haiji kufa. Maana yake hivi, hakuna kipindi kitafika tuseme hivi, jamani kuanzia leo chuki imekufa sasa. Hasira imekufa sasa. Wivu imekufa. Mtu mwingine ataikuta. Zipo katika level ya nguvu kuu ya uhai. Umenielewa? Kwa mwili wako wewe sasa ndo unabeba hivyo vitu sasa. Na ndio maana nimesema toka mwanzo, ufahamu una sehemu ngapi? Mbili. Ufahamu kule kwa kamili katika asili una sehemu ya nguvu kuu ya uhai za mbele ambazo upendo haujawahi kuzaliwa na hauji kufa, wenyewe unaishi katika sehemu zote. Umenielewa? Wote. Umenielewa? Ni hivyo hivyo chuki pia haijawahi kuzaliwa wala haiji kufa. Ipo katika viumbe vyote. Chuki ipo kwenye ardhi, chuki ipo kwenye maji, chuki ipo kwenye mwezi, chuki ipo kwenye vyakula na kila kitu. Upendo upo kwenye ardhi, upendo upo kwenye maji, upo sehemu zote. Lakini nini maana ya mwili wako sasa? Maana yake tu ni box ambayo limekubeba wewe. Umenielewa? Ambao wewe una nini ndani yako sasa? Ndio unachagua sasa, aidha una nguvu kuu za uhai za mbele, kwa maana una upendo kwa maana ya kiumbe hai. Una furaha kwa maana ya kiumbe hai. Una amani kwa maana ya kiumbe hai. Una utulivu kwa maana ya kiumbe hai. Ambao ni nguvu kuu za hai za mbele. Ukiona maana kwamba hivyo ni vitu ambavyo mtu akizaliwa anavikuta. Mtu hajawahi kuzaliwa, unaozaliwa ni mwili. Mwili ukizaliwa. Maki mwili wako ndani yako ndo kuna nguvu kuu za uhai. Kwamba ni unazikuta tu hapa duniani zipo. Zipo, yani unazipata wapi sasa hivyo vitu, si ndio? Zipo kwenye sehemu zote, mahali pote. Mwili wako unatoka wapi? Kwenye tumbo la mama, si ndio? Kwa maana ya ardhi. Huo mwili ndani kuna nini? Kuna nguvu kuu za uhai za aina mbili.
Aidha kuna nguvu kuu za uhai za hofu, hasira, wasiwasi, maumivu, kero ambazo zipo upande za nyuma. Umeelewa? Ndani ya mwili wako kuna nguvu kuu za uhai za mbele. Furaha, upendo, utulivu na amani. Umeelewa? Na ndio maana tunasema sisi tunaamini katika level kuu ya ufahamu, katika asili kuu ambayo ipo kwenye umbo la duara, kwamba wewe hujawahi kuzaliwa, ila Sarafina kwa maana ya mwili ndio amezaliwa. Wewe hujikufa. Umeelewa? Lakini mwili wa Sarafina ndio utakuja kufa. Magala, hivi vitu umejifunzia wapi? Vizuri kabisa, na swali la msingi sana. Hivi vitu vipo katika asili kuu iliyokuwa kamili. Maanake mimi naongea hapa, ninaongea katika level gani ya ufahamu mkuu uliokuwa kamili. Hivi vitu yani sheria za ulimwengu hakuna mahali sehemu yote ambao utaenda kujifunza. Ziko wapi? Ziko kwako wewe, kwa maana ufahamu. Umeelewa? Sasa wewe katika makuzi yako ulikuwa tu ukajua kwamba unafahamu sheria za ulimwengu? Ya, vizuri kabisa. Asili ipo namna hii. Umeelewa? Asili ukitaka kuijua na unaijua kweli kweli. Ukasema hivi, kuanzia leo nataka nifahamu asili ni nini? Ufahamu ni nini? Yani nini maana upendo? Asili kwa maana ya wewe lazima ikupe majibu hayo hayo kwa wakati huo huo. Umeelewa? Kwa ulimwengu huu Sarafina huwa tunachagua namna gani ya wewe unacho kihitaji uweze kukifanya. Kwa sababu wewe ndio kila kitu. Tunaposema Sarafina maana ni kila kitu na yupo sehemu zote. Kwa chochote unachokihitaji kipo ndani yako wewe. Kwa sheria za ulimwengu ni wewe ambao maana uwezi ukajisoma wewe mwenyewe. Uwezi kujifunza wewe mwenyewe. Maana unajifahamu wewe mwenyewe. Kwa mimi ni mtu ambaye najifahamu mimi ni nani. Naposema mimi maana ndio wewe. Maana sisi tunaamini kwamba binadamu wote ni kitu kimoja. Wote tumetokana na nguvu ya uhai moja. Wote tuna asili kuu moja na wote tuna ufahamu mmoja. Maana mimi ambao mwili huu na utazama ambao ndo kuna ufahamu ndani yake. Manake na maumbo mbalimbali. Kwa napomwangalia kameramani, manake ni mimi katika umbo lingine. Napokutazama wewe, manake wewe ni mamangu katika umbo lingine. Ungesema tu ni mimi katika umbo lingine. Ungekuwa umechanganya. Napotazama ardhi, manake ni mimi katika umbo lingine. Napotazama miti, manake mimi katika umbo lingine. Manake nini? Ufahamu wote ni kitu kimoja. Ufahamu wa Sarafina ni sawa sawa na ufahamu wa wanyama, wa miti, wa ardhi, wa mwezi, wa kila kiumbe. Ila maarifa Sarafina ni tofauti na ya wanyama, ya miti, ya ndege na viumbe mbalimbali. Kwa ufahamu na maarifa ni vitu viwili tofauti. Ufahamu ndo asili kuu iliyokuwa kamili. Ufahamu ambao ndo wewe. Ufahamu upo kwenye umbo la duara ambao ndio wewe sasa. Ufahamu ni kitu naturally ambacho mtu mwili ukizaliwa unakuwa nacho. Tutoe mfano ya ufahamu ambao napenda sana kuusema huu mara kibao. Wewe ni mama, si ndio? Ushaye kumwona mtu ni mjamzito? Akiwa mjamzito. Kipindi cha kujifungua kikifikia sana choka. Yule mtoto huwa lazima ageuke. Kwa ajili ya kujiandaa kufunguliwa, si ndio? Nani animwambia yule mtoto aweze kugeuka? Ndio mambo ya ulimwengu. Ufahamu. Mkuu uliokuwa kamili. Ushaye kufuga? Kufuga. Nishaka sehemu wanafuga, si ndio? Kuna kipindi huwa yai lile linajitotoa lenye, yani yule kifaranga anavunja lile yai. Nani ambaye kampa taarifa kifaranga kwamba muda huu ndio vunja yai utoke? Ufahamu. Ni ufahamu. Sasa ufahamu ambao anao mama mjamzito mwanae anayegeuka kipindi cha kujifungua ni sawa sawa na ufahamu ambao upo kwenye yai la kuku ambaye anavunja ili afanyeje? Atoke. Ni huu ni mmoja. Umeelewa? Nani alimfundisha mbwa kujamiana ili aweze kuzaliana? Ni ufahamu. Yaani mbwa, ng'ombe, mbuzi wote wanajua ili tuweze kuzaliana lazima tujaliane. Tujamiane. Umeelewa? Kwa tunaposema ufahamu ndio asili yenyewe, ndio chanzo cha kila kitu katika ulimwengu huu ambao upo katika umbo la duara. Umeelewa sio vizuri? Kwa tunaposema ufahamu ni mmoja kwa viumbe wote. Ila maarifa tofauti. Maarifa ya kuku na ya kwako wewe ni vitu viwili tofauti. Ila ufahamu ni mmoja. Kwa nini ufahamu ni mmoja? Yaani maana yake yenyewe ndio nguvu kuu ya uhai ambao unaimiliki wewe. Umeelewa? Maana wewe ndio kila kitu. Kwa sisi huwa hatubagui watu katika level hiyo. Huwa hatubagui mimea katika level hiyo. Huwa tunaamini kila kitu katika asili hii maana yake ni wewe. Magala, kwa haraka maana naona
tunaelekea kwenda nusu saa kabisa hapa. Kwa haraka haraka, nielezee kwenye upande wa muziki. Nimekuwa nikisikia maneno tofauti kwamba muziki ni ushetani. Unajua hata shetani alikuwa kwa ya master huko mbinguni. Kabisa. Sijui akafukuzwa ndo haya mambo ni ya kishetani. Baadaye naambiwa muziki ni tiba. Muziki ni hivi. Ukweli ukoje kwenye upande wa sheria za ulimwengu kuhusiana na muziki? Tunapozungumzia muziki kwa mujibu wa sheria za ulimwengu, huwa tunamaanisha sauti. Sauti. Okay. Na tunaposema sauti Sarafina, hii ni nguvu kuu ya uhai. Ambapo sauti inatoka wapi? Sauti inatoka kwenye viumbe vyote. Umenielewa? Kwa sababu sauti ni pumzi ya nguvu kuu ya uhai. Ili uweze kutoa sauti maana yake lazima uwe na pumzi. Ambapo ni nguvu kuu ya uhai. Umenielewa? Na pumzi hutengenezwa na nguvu kuu za uhai za aina hizi mbili. Nguvu kuu za uhai za mbele na nguvu kuu za uhai za nyuma. Unapopumua maana yake kumbuka hapo katika ufahamu mkuu na katika asili kuu iliyokuwa kamili, maana yake unatengeneza nguvu kuu za uhai za aina hizi mbili. Sasa kuna watu wanapumua kwa maana ya sauti ambazo zina maumivu, kwa maana ya sauti ambazo zina kero, kwa maana ya sauti ambazo zina wasiwasi, kwa maana ya sauti ambazo zina hofu, kwa maana ya sauti ambazo zina chuki. Hizo ndio zinatengeneza muziki kuwa mbaya. Naeleweka? Nakuelewa. Vizuri kabisa. Nakuelewa. Kwa tunapozungumzia music tunamaanisha sauti. Na tunapozungumzia sauti maana yake ni kiumbe hai. Sauti ni kiumbe hai, ni nguvu kuu ya uhai. Sauti inatoka wapi kwako wewe? Sauti inatoka kwenye viumbe vyote, kwenye miti. Umenielewa? Sauti inatoka kwenye maji. Na miti ina sauti. Vizuri kabisa. Na ndio maana baadaye nitakwambia tuna aina za sauti. Kuna sauti inatoka katika ardhi. Kwa maana hii ardhi unayotembelea wewe ni mwanamke huyu, ni nguvu kuu ya uhai ya kike. Ndio tumbo la uzazi kwenye ulimwengu huu inatoa sauti. Tuna sauti kwenye sheria za ulimwengu, ardhi ni mwanamke. Ni mwanamke, ni kiumbe hai. Tunaposema ardhi tunamaanisha ni mwanamke, ni nguvu kuu ya uhai, ni kiumbe hai. Na mwanaume? Ni nguvu kuu ya uhai ya jua. Nguvu kuu ya uhai ya moto. Vizuri kabisa. Na ndio maana kuna mtu labda hapo kidogo ili kuna mtu atakwambia hivi, mwanamke atabaki kuwa chini tu. Huo wanahisi ni tusi Yaani mwanamke tukisema anabaki kuwa chini tunamaanisha nini? Mwanamke kuwa chini maana yake ni ardhi iko chini. Mwanamke kuwa chini maana yake ni maji yako chini. Sio kwa thamani. Hapana, maana yake mwanamke ndio kiumbe bora kweli kwa sababu mwanamke yeye ndio nguvu kuu ya uhai ya maji. Mwanamke ni nguvu kuu ya uhai ya ardhi. Mwanamke ni nguvu kuu ya uhai ya mwezi. Mwanamke ni nguvu kuu ya uhai ya pumzi. Umenielewa? Sasa vizuri kabisa. Sasa unaposema mwanamke kuwa chini tunamaanisha mwanamke yeye ndo kachukua majukumu yote katika ufahamu, katika asili, katika nuru kuu kwa kamili ambayo ipo katika umbo la duara. Umenielewa? Mwanaume kuwa juu maana yake ni nguvu kuu ya uhai ya moto, nguvu kuu ya uhai ya jua. Hiyo huwezi ukaibadilisha. Sasa huwa hatuangalii thamani kwamba huyu ana bora, huyu sio bora. Hapana. Tunaangalia nguvu kuu za uhai zilivyokaa katika ufahamu. Umenielewa? Sasa wasiofahamu huwa wanaichukulia kama tusi hivi namna anavyoizungumza. Sasa hiyo unaweza ukaitafsiri kwamba jua linachoma, moto unachoma, lakini maji yani vizuri kabisa. Naona sasa unaweza kunielewa. Ninapokutazama wewe kwa mimi na ufahamu mkuu uliokuwa kamili, maana ninaiona ardhi. Ninapokutazama wewe na uona mwezi. Bila ya ardhi mimi utulivu fulani iko namna hii. Bila ya mwezi mimi nisingezaliwa. Mwanamke ndio mwezi wenyewe. Nimezaliwa kwa sababu ya mzunguko wa mama. Mwanamke ni mwezi. Umenielewa? Nakuelewa. Unapoona tumbo la uzazi Sarafina, tumbo la uzazi lako wewe ndio maisha yalipo, ndio ardhi, ndio mwezi, ndio maji, ndio hewa. Mimi nilikaa kwenye tumbo la uzazi la mama, maana yake nilikaa katika ardhi, kulikuwa kuna hewa, kulikuwa kuna maji kwenye tumbo la uzazi, kuna mwezi kwenye tumbo la uzazi. Hapo ndo naanza kukuelewa. Vizuri kabisa. Kwamba uko ndani lakini unapata kila kitu. Hivyo unavyoviona vyote hivyo katika yani kazi ya macho ni nini? Macho Sarafina kazi yake tu kukwambia wewe ni nani. Macho ni kioo ili uweze kujitazama wewe mwenyewe. Sio nielewa. Kwa hiyo tunapozungumzia mwanamke sisi tunamtazama katika level hiyo. Na ndio maana kazi ya ardhi na yako ni kazi hii moja. Majukumu ya ardhi na wewe ni hiki ni kimoja. Majukumu ya mwezi na wewe ni kitu hiki kimoja. Majukumu ya maji na wewe ni kitu hiki kimoja. Maanake wewe ndio maji yenyewe. Na ndio maana sasa huwa tunawaambia wanaume, ukitaka upate changamoto katika hisia, mawazo, maneno na mitazamo na mwili,
anza tu kumtendea vibaya mwanamke, kwa sababu riziki zako zote zipo kwa mwanamke. Yeye ndio ardhi, anagawa riziki. Yeye ndio maji, analutubisha. Magala. Sisi unanielewa vizuri kabisa. Nakuelewa. Umenielewa? Na ndio masa make mada ilikuwa ni music, lakini kidogo tupeane hii sasa tutende sambamba, si ndio? Kwa na watu wanakosea kwa sababu ya ufahamu. Sisi binadamu hatumtazami katika umbo hili kwa sababu ni kosa kubwa. Tunamwangalia katika nguvu kuu ya uhai, katika ufahamu, katika asili, katika nuru ambayo ipo katika umbo la duara ambapo tunaishi katika sasa kule kwa kamili. Kwa tunaposema Sarafina ni nani? Sarafina ndio ardhi yenyewe. Okay. Sarafina ni nani? Ndio maji yenyewe. Sarafina ni nani? Ndio mwezi wenyewe. Umenielewa? Hivyo vyote unavipata wapi? Kwenye tumbo la uzazi la mwanamke ambapo ndio ardhi. Hey, my brother. Ndio. Hapo nimekuelewa vizuri. Turudi kwenye muziki. Kabisa. Kosa tuanze kuangalia kwa nini yani huu muziki kuna muda unakuwa unaonekana na nguvu kuu za uhai za nyuma. Kwa maana una maumivu, una chuki, una kero, una hofu, una wasiwasi, una migogoro, lakini pia kuna muda muziki huo una nguvu kuu za uhai za mbele, kwa maana una upendo, una furaha. Kivipi sasa? Sisi huwa tunaangalia chanzo cha pumzi, chanzo cha ufahamu, chanzo cha nuru, chanzo cha nguvu kuu za uhai katika umbo la duara. Umenielewa? Unaposema sauti manake ni pumzi. Sauti ni kiumbe hai. Tuna aina mbili za sauti. Tuna sauti zenye nguvu kuu za uhai za nyuma, kwa maana sauti za maumivu, sauti za hofu, sauti za wasiwasi, za kelo, za kiburi, za tamaa. Pia tuna sauti za nguvu kuu za uhai za mbele. Zote hizi ndizo watu hutumika kwenye kuimba. Kwa kama una msanii anaimba mziki kwa pumzi kuu ya uhai, kwa sauti ambayo ndio nguvu kuu ya uhai ambacho ni kiumbe hai, ambao anatumia sauti ya nguvu kuu za uhai za nyuma, maana huo mziki unakwenda kuharibu. Subiri kwanza Magara. Kuna aina za muziki pia. Nyimbo. Yep. Kuna nyimbo zingine mtu anaimba anaelezea maumivu yake. Labda jinsi mwanamke wake alivyomtenda au mwanaume wake alivyomtenda, jinsi labda babake alivyokimbia familia, au jinsi ambavyo maisha yamekuwa magumu kwa upande wake. Alafu kuna nyimbo zingine ambazo mtu anasifia namna gani anapendwa. Mwingine anasifia namna gani ana maisha mazuri. Mwingine anasifia kwa upande wa vitu vizuri. Ndio hizi maana ambazo unazizungumza, kwamba mtu akizungumza analalamikia mapenzi au maisha ni sauti ya nyuma, akisifia mapenzi au maisha ni sauti ya mbele. Sawa, yani iko hivi. Tunapoimba Sarafina, si ndio? Labda pengine unasifu kuhusu mapenzi. Tujue kwanza nani anayestahili kuimba na unamuimbia nani. Okay. Ni muhimu sana, si ndio? Kivipi muziki unakuwa una nguvu kuu za uhai za aina mbili? Unapoimba kumbuka haumuimbii mtu katika umbo, bali unaimbia nguvu kuu za uhai. Unapoimba unaimbia ardhi. Unapoimba unaimbia miti. Unapoimba unaimbia mwezi. Unapoimba unaimbia kila kitu kwenye ulimwengu huu. Kwa sababu sisi tunaamini kwamba wote tunaongozwa na ufahamu mkuu kwenye nguvu kuu za uhai. Umenielewa? Na pia nimeona kwamba watu kwa sababu hawafahamu sheria za ulimwengu wanakosea sana kwenye maneno. Kwa mfano? Maneno. Nyimbo za ukanushi. Nyimbo kwa mfano kwamba msanii ametunga wimbo anasema nachukia umaskini, napambana, sipendi umaskini. Huyu msanii manake anatengenezea nguvu kuu za uhai za umaskini katika ulimwengu, hata kama anazikataa. Umenielewa? Taratibu. Kuna nyimbo nyingi sana mtu anaimba napambana, nachukia umaskini. Mwaka huu lazima ni toboe. Mwaka huu si mwakani lazima. Manake nini? Watu hawa hawana ufahamu katika asili, hawana ufahamu katika nuru, hawana ufahamu katika sasa kule uliokuwa kamili. Unaposema nachukia umaskini katika wimbo, manake unatengeneza umaskini katika ardhi. Kumbuka wewe ni nguvu kuu ya uhai, unaimbia viumbe wote. Kwamba vyovyote ambavyo watu wanaviimba vinakuwa created. Ipo hivi, sauti yako jua haifi. Manake ni kiumbe hai, ni nguvu kuu ya uhai. Okay. Kila unapozungumza hiyo sauti haifi na itakuja kufa. Ipo, inaendelea kuwepo. Inasikika wapi sasa Magara? Vizuri kabisa. Sauti hiyo ndio unaisikia kwenye ardhi, kwenye maji. Kwa unapoimba kumbuka unachafua maji, kama unaimba nyimbo za kuchafua. Unapoimba nyimbo mbaya unachafua ardhi. Kama unaimba nyimbo za kuchafua, unapoimba nyimbo mbaya unachafua mimea. Maana hivyo vyote vinakusikiliza wewe.
Music ndio nguvu kuu ya uhai. Subili, ni sauti kuu katika nguvu kuu ya uhai kwenye ufahamu. Huwa hatuimbii binadamu mmoja, tunaimbia viumbe wote. Kazi ya mziki ni nini? Ni kutengeneza nguvu kuu ya uhai katika ulimwengu mzima. Ndio kazi ya mziki. Asa watu wanatakiwa waimbaje Magala? Vizuri kabisa, na ndio pale nilikuwa naelezea. Ukisema nachukia umaskini, manake ulimwengu wenyewe unaupa taarifa hii moja. Sarafina anachukia umasikini, manake lazima Sarafina tumpe mambo ya kuchukia nini? Umasikini. Kwa utapewa vitu ambavyo yani utazidi kufanyaje kuchukia umasikini. Kwa hata kama mtu anachukia umasikini asiimbe au asiongee. Vizuri kabisa. Ukiwa unachukia, ukisema nachukia umasikini, manake umeiambia ulimwengu ambao ndio wewe, mimi muda huu nachukia nini? Umasikini. Ulimwengu unatenda haki. Unakulipa kuchukia nini? Jamani, sio niletee utajiri. Hapana, hukusema hivyo. Umesema ninachukia umasikini. Kwa unanipa vitu nizidi kuchukia. Vizuri kabisa. Ndicho ambacho wewe unachokihitaji. Magala. Ninaeleka sio vizuri? Kasheshe. Ninapambana. Ulimwengu umeuambiaje? Unakupa mapambano. Vizuri kabisa. Ninaeleweka? Nakuelewa. Kwa hiyo tuimbe sana vitu vizuri. Unaimbaje sasa katika sasa kuu iliyokuwa kamili? Nguvu kuu ya uhai ipo kwenye sasa kuu iliyokuwa kamili. Labda mimi ni tajiri. Nimesema leo. Sasa umenielewa? Mimi ni mzima. Kwa mfano labda unaumwa, si ndio? Unaimba nyimbo nachukia sana magonjwa. Nachukia sana ugonjwa. Asili unaiambia unachukia nini? Ugonjwa. Kwa lazima upewe mambo gani? Magonjwa. Unapewa kuchukia ugonjwa. Kwa kila siku utakuwa unapewa vitu ili ufanyeje? Uchukie. Kwa sababu wewe muda huu kwa mujibu wa sheria za ulimwengu. Na ndio zinafanya kazi hivyo hivyo. Watu hawaelewi sauti ni kiumbe hai. Sauti ni nguvu kuu ya uhai. Na ukisemea kwa ndani? Manake bado umetamka hiyo kitu. Kumbuka wewe ndio asili yenyewe. Ulimwengu unasikia mpaka ndani Magala. Wewe ndio asili yenyewe. Wewe ndio asili yenyewe. Si umenielewa? Na ndio maana ukitazama sasa hivi mambo yamekuwa changamoto kidogo kwa sababu watu wamekuwa hawana ufahamu mkuu uliokuwa kamili kwenye kutamka. Mtu anaumwa, si ndio? Anasema nachukia sana ugonjwa. Malazi yamekuwa ni mengi kila siku mimi tu. Kwa hiyo unapotamka hivi, kumbuka ulimwengu wenyewe unakupa kile ambacho wewe unachokitamka. Sasa kwa mfano sasa hivi Magala, unakuta watu wanaona vijana wao wanafanya vitendo vya ajabu. Mabinti zao wanafanya vitendo vya ajabu. Wakisema nachukia hili jambo ndo unakuza. Ukisema hivi, sasa wasemaje Magala? Ukisema hivi ninachukia ushoga. Tafsiri yake unauambia ulimwengu inabidi uendelee kuona ili ufanyeje? Uchukie. Lazima upewe vitu ambavyo vitafanya uchukie nini? Sasa tusemaje kwenye kukemea hilo janga? Unasema kuanzia sasa hakuna ushoga. Hapo ndo wanaondoka. Umenielewa si vizuri? Yani unajua watu wanaofahamu hizi sheria za ulimwengu wanazitumia kukuza vitu. Umenielewa? Unapokutana na mtu anayepinga ushoga kwa kusema tunachukia ushoga, hatupendi ushoga, hatupendi, maana huyu anakuza kwa mujibu wa sheria za ulimwengu. Kwa nini anakuza? Kwa sababu ukisema sipendi ushoga, unauambia ulimwengu asili kuu na ufahamu kuu na nuru kuu iliyokuwa kamili. Sarafina hapendi nini? Ushoga. Anahitaji kupenda ushoga. Kwa lazima aendelee kuona ili asifanyaje? Asipende ushoga. Kuona mimi hapa huyu mtu nilosema sitaki kufanya naye interview ndo atakuja sana. Vizuri kabisa. Manake ndo umemvuta. Ukisema hivi sitaki kufanya interview na Magala, manake utafanya naye sana ili tu hautaki. Umenielewa? Ili usitake manake si lazima kile kitu kije. Kwa hiyo nisemaje? Kuanzia sasa sifanyi interview na Magala. Basi. Umenielewa si vizuri? Okay. Kuanzia sasa sifanyi naye, manake tayari unajua huyo umeifanya dele. Kuto kupenda manake ndio kupenda kwa mujibu wa sheria za ulimwengu. Nikisema sipendi kabisa pesa, manake hiyo pesa, yani sipendi pesa, manake inakuja ili tu unaichukia. Kwa mujibu hatukupendi ndugu yetu. Kwa mujibu wa sheria za ulimwengu. Manake sheria za ulimwengu zinatenda haki katika ufahamu, katika nuru, katika sasa kuu kwa kamili ambayo ipo katika umbo la duara. Kwa watu pia nimeona sana ufahamu wa kuzungumza, ufahamu wa kuimba, ufahamu wa kujua vitu vimekaaje kwenye asili kuu imekuwa ni shida sana. Sasa Magala wakisema wafuate hizo sheria za ulimwengu,
tutapata muziki ya namna hii kweli? Wakisema sasa wanazingatia sheria za ulimwengu, wanazingatia ufahamu mkuu kwenye kuimba kwao, wanazingatia nuru kuu kwenye kuimba kwao, wanazingatia sasa kuu katika kuimba kwao, dunia inakuwa sehemu salama sana. Utaona mambo yote ambayo yanaendelea sasa hivi kwa sababu watazingatia kanuni za matamshi. Watajua kwamba kumbe nachokiimba mimi hiki kinaishi milele, kina nguvu kuu za uhai hizi mbili. Na pia watajua kwamba kumbe navyoimba hapa siimbii binadamu peke yake, naimbia nguvu kuu za uhai. Kuna wale wasanii wengine pengine wametoka kwenye haya mambo ya kidunia, wenyewe wanavyoita kwenye muziki wa kidunia, labda anaingia kwenye upande wa dini. Anasema labda mimi sitaki nyimbo zangu zipigwe wala nini, yani nataka kama zisaulike kabisa, iwe kama sijawahi kufanya kitu. Iko kitu hakiwezekani? Hakiwezekani kwa mujibu wa sheria za ulimwengu. Tunasema hivi, kama unanielewa vizuri, si ndio? Hatuimbii binadamu peke yao, sauti haifi. Sauti ni kiumbe hai. Ninapotamka mimi hapa leo, sauti hii ni kiumbe hai hakifi. Umenielewa? Toka mwanzo, yani toka msanii alivyoimba mpaka leo, miti inasikiliza. Kwa mfano ardhi inasikiliza, kila kitu kinasikiliza, na hizo sauti zipo. Akisema kuanzia sasa sitaki nyimbo zangu kuanzia sasa nyimbo zangu zisisikilizwe. Vizuri kabisa, maana yake ndio zinasikilizwa. Kwa maana gani? Labda tuelewane vizuri. Kuna namna pekee ambayo pengine uliumba kiumbe, si ndio? Sasa unataka ukitoe, maana yake ndio tunasemaga kuna kusafisha. Kwamba unatoa kile kiumbe ambacho ulikizalisha. Kwa sababu kila neno unaliongea lipo hai, linaendelea kuishi na linakwenda wapi nimekwambia. Tunaongea hapa, miti nasikiliza, maana ndio tunaweka mazingira, ardhi, mwezi, jua na kila kitu ndio vipo huko. Manake sisi kupitia maneno yetu ndio tunatengeneza ulimwengu wote, nguvu kuu za uhai. Ukisema hivi chuki inatoka wapi? Ni kwenye ardhi, kwenye maji, kwenye hewa, kwenye mwezi. Kwa njia gani? Ya maneno, ambapo kuna watu waliongea mambo ya chuki. Umeelewa? Vizuri kabisa. Kwa unapoimba nyimbo za chuki, unaifanya ardhi iwe na nini? Na chuki, maana inasikiza zile nyimbo, kwa sababu kazi ya wimbo ni kuweka nguvu kuu za uhai katika ardhi, katika maji. Sasa kuna watu wanakunywa maji ambayo yana nguvu kuu za uhai za wasanii za nyuma, maji ni chuki. Umeelewa? Na kingine pia wasanii wangejua kwamba sauti na matamshi. Kuna nyimbo iliimbwa, mtu anasema mwaka huu katika asili yani mwaka huu hakuna. Katika asili. Ukisema hivi mwaka huu ninafanikiwa. Huo mwaka haupo. Kwa hiyo wasemaje? Sasa iliyo kamili linafanikiwa. Hakuna mwaka huu. Asa Magari, hivyo vitu wanajifunzia wapi? Vizuri kabisa, hivyo vitu maana vipo ndani yao. Wao ni asili, wao ni ufahamu, wao ni nuru. Sasa hayo matamshi, maana naona hadi kwenye matamshi na kwenyewe unarekebisha. Vizuri kabisa. Kwa mfano kwenye huu mwaka unasema haipo. Aseme sasa. Yaani yeye anajuaje? Wewe ulijuaje mpaka na yeye ajue? Nilijibu hili swali, si ndio? Kwamba mimi nimejuaje? Mimi najua kwa sababu mimi ndio ufahamu mwenyewe na ndio asili yenyewe. Wewe pia unajua, ndio ufahamu, ndio asili yenyewe. Sasa wewe umecreate hayo maneno au yani wewe umeajuaje? Ndio hicho ninachotaka kujua, kwamba sasa hivi msanii wangu labda Sarafina Jerry anataka atamke maneno haya kwenye nyimbo zake. Yana yajuaje hayo maneno? Sawa. Kwa nini kwa nini labda pengine hayajui? Hakutaka kuyajua. Kachagua upande gani? Kachagua upande wa nguvu kuu za uhai za nyuma. Umenielewa? Yani maisha unachagua. Yani Sarafina, jinsi ulivyo ni wewe ndivyo ulivyohitaji kupitia maneno yako, mawazo yako, hisia zako, ndio uko hivyo. Hapo naanza kukuelewa. Umenielewa? Unatakiwa uwe na kwenye sheria za ulimwengu, unatakiwa uwe na maneno ya komandi. Komandi kwa maana ya sasa. Okay. Kwa nini maana ya sasa? Sisi hatuamini wakati uliopita wala wakati ujao haupo. Sasa hicho ndo ulisahau kuniambia. Hicho sasa ndo muda wote nakuuliza. Yaani kwamba anajuaje haya maneno? Okay, vizuri kabisa. Hivyo sasa ndo unanielezea Sisi hatuamini kwenye wakati uliopita haupo. Ukisema sisi ni wakina nani? Okay. Mimi na wewe. Okay. Okay. You have to be open. Mimi na wewe. Kwa ni kitu kimoja. Umenielewa? Sasa hiki ndo ulisahau kuniambia muda wote na kuuliza ndo hiki. Kwamba hayo maneno unayatoa wapi? Kumbe hamna utaratibu uliopita wala ujao. Ni sasa kuu iliyokuwa kamili. Hapo ndo ulisahau kunieleza. Vizuri kabisa. Sio umenielewa. Hapo ndo nimekuelewa. Kwa wasanii wakiwa wanaimba kwa level hii, labda pengine wanaigiza. Na ndio maana najua wewe upo kwenye music industry. Kila msanii najua unakuwa unazungumza naye. Ukianza kuangalia nguvu kuu za uhai za wasanii wa maigizo, za wasanii wa filamu, za wasanii wa music, wanakuwa kulingana na maneno yao wanayoyatamka, wanayoyaimba. Haijalishi muonekano wa nje. Tunaangalia nguvu kuu za uhai
za ndani. Okay. Kama unafanya filamu, unatoa maigizo, unatoa comedy, unaimba nyimbo ambazo zina nguvu kuu za uhai za nyuma, ndivyo ambavyo utavyokuwa, maana ndivyo unavyojitengeneza wewe. Kumbuka wewe ni kila kitu, na ndivyo unavyotengeneza jamii. Sawa. Umenielewa vizuri kabisa. Wewe ndio kila kitu. Ndivyo jamii itakavyokuwa. Na ndio maana kwenye asili kuu hakunaga wakati uliopita wala wakati ujao. Na ndio maana huwa natoa sana mfano. Labda nakwambia Sarafina, hebu naomba uniazime simu yako kesho, lakini kwa sasa. Yaani niazime simu yako kesho. Labda hiyo inaweza kaa ngumu, maana tuna mkameramani hapa, si ndio? Yaani kwamba na omba ruhusa ya kutumia simu yake kwa siku ya kesho. Yaani maana yake lazima hiyo kesho ikifika inakuwa sasa. Nimwambie hivi kaka, hebu ni shoot kesho. Kesho tuna interview na Magala. Ni shoot kesho ambayo tumekaa muda huu hapa. Inawezekana. Hiyo haijaeleweka. Sasa haipo. Kwa lazima ifike hiyo muda iwe sasa. Ndio utanishuti hivi. Kwamba KB ni shoot na Magala kesho. Sasa. Kesho lakini iwe sasa. We Magala. Maanake hakuna kesho. Kuacha naondoka ujue. Yaani maanake si hakuna kesho. Hakuna kesho Sisi tuna sasa. Tuna sasa tu. Ilikuwa kamili. Kwa hamna wakati uliopita wala wakati ujao. Na ndio maana nyimbo nyingi kwa maana zinazoimbwa kwenye ulimwengu uliokuwa kamili huu, kwenye ufahamu, zimetengeneza ardhi ambayo ina machungu, ina hofu, ina wasiwasi, ina huzuni. Maneno, kazi ya maneno ni nini? Kazi ya maneno ni kutengeneza nguvu kuu ya uhai katika maji, katika ardhi, katika chakula, katika kila kitu. Kwa Magala, kama ingekuwa ni kwa nguvu zako wewe, ungestopisha watu kufanya muziki kwa namna ambayo wanaifanya sasa hivi? Kwa nguvu za Magala, kwa nguvu zangu mimi, ukumbuke mimi ndio wewe. Sisi umenielewa. Sasa jibu. Manake watu inabidi wachague sehemu sahihi ambayo ni nguvu kuu za uhai za mbele. Umenielewa zenye positive energy. Vizuri kabisa, kwamba unapotunga wimbo wako, na kumbuka labda mimi nikwambie, nani anastahili kuimba kwa mujibu wa sheria za ulimwengu? Kwa mwanamke. Mwanamke Sarafina, mtu pekee ambaye inabidi aimbe ni mwanamke aliyokuwa bikira. Sasa tutapata wasanii kweli? Nazungumzia kwa mujibu wa ufahamu mkuu uliokuwa kamili na asili kuu iliokuwa kamili. Subiri. Kwa sababu kwa asilimia kubwa wadada tulionao kwenye industry, wana ndoa, wengine wana mahusiano ya wazi, wengine wana watoto, hata kama hawana mahusiano ya wazi. Wewe unasema kwa mujibu wa sheria za ulimwengu, mtu pekee anayetakiwa kuimba ni mwanamke bikira. Sasa nini maana ya bikira? Umenielewa? Na nani ambaye, yani mwanamke bikira ni yupi? Umenielewa? Na kwa nini ulimwengu ambao ni ufahamu, ulimwengu ambao ndo asili, ulimwengu ambao ndo nuru, ulimwengu ambao sasa kweli kwa kamili, inakwambia mwanamke bikira ndio mwanamke pekee ambaye inabidi ashike maiki na kuimba. Sasa mwanamke bikira ni yupi? Ni yule ambaye mpaka muda huu hajashiriki tendo la ndoa, au yule ambaye mpaka muda huu toka alivyoshiriki na mtu wake wa kwanza mpaka leo yupo naye huyo. Ndio mwanamke bikira. Wewe utaki tuimbiwe wewe na wasanii wa kike. Sasa kuna madhara gani ya mwanamke ambaye sio bikira kuimba? Umeelewa? Kumbuka mwanamke ni nguvu kuu ya uhai ya ardhi, nguvu kuu ya uhai ya maji. Mwanamke ambaye kashiriki tendo la ndoa ambao ni zinaa na watu wengi, maana yake maji yamechafuka, tumbo la uzazi ni chafu, ardhi ni chafu, mwezi ni mchafu. Unapoimba unaeneza nguvu kuu za uhai za nyuma ambazo zenye maumivu, mateso, majuto na mahangaiko. Na kwa mfano kwa wanaume hawatakiwi kuimba. Wanaume, nani ambaye inabidi aimbe kwa mwanaume? Ni yule ambaye nguvu kuu za uhai zake za mbele ziko salama, ziko sahihi. Umenielewa? Mwanaume ambaye na yeye pia kama yupo katika kwenye kushiriki tendo la ndoa, maana yake ana mtu huyu mmoja. Maana yake hivi, tunaamini hakuna kinachokufa, si ndio? Tendo la ndoa ambao ulishiriki na muda na mtu yoyote mpaka leo, yani bado lipo. Hakuna kinachokufa kwenye asili kuu na ufahamu kuu uliokuwa kamili. Kwa kama umechanganya watu hapo katikati, bado wapo, na ndio maana tulikuwa tunawafundisha watu lazima uwe na ufahamu wa kutoa watu wote ambao ulishiriki nao tendo la ndoa. Unawatoaje? Kwa sababu wewe mwanamke ndio ardhi.
mwanaume yeye ndio ufahamu mkuu katika asili kuu iliyokuwa kamili. Maana ni somo ile kubwa kabisa. Utakuja kulielezea vizuri kabisa. Okay. Umenielewa? Okay. Kuna madhara ya kuto kuwatoa watu kwenye ardhi yako. Ndio maana wanawake wengi ndoa zao zinakuwa zina mateso sana. Ndoa zao zina mahangaiko sana. Ndoa zao zina majuto sana. Tunakimbia na muda hapa afu ndio unanogeshea kwenye yani unapiga kwenye mshono pale pale. Muda unazidi kwenda na wewe unapiga kwenye mshono pale haraka. Yeah. Okay, ulitaka useme? Ndeka niseme kwamba lazima uwe unafahamu kwamba nitoe hao watu katika ardhi yangu. Somo la kutoa utakuja kutoa. Vizuri kabisa. Okay. Kwa music ipo namna hiyo. Nani na inabidi aimbe, na ukumbuke Sarafina kwa kutumia muziki ambao ni nguvu kuu ya uhai inarekebisha ndoa. Kwa kutumia muziki ambao ni nguvu kuu ya uhai inatibu magonjwa. Kwa kutumia muziki ambao ni nguvu kuu ya uhai inatengeneza mambo ya kiuchumi. Kwa mfano, umefungua duka lako, una frame yako, una saluni yako, nyimbo ambazo inabidi uzipige ni zile zenye nguvu kuu ya uhai ya mbele. Umenielewa? Zile zenye positive energy. Mume wako kipindi mnashiriki lile tendo la ndoa, nyimbo ambazo inabidi mpige ni nyimbo zenye nguvu kuu za uhai za mbele. Maana yake itawasaidia nyinyi kupata kizazi, kwa maana ya watoto wenye nguvu kuu za uhai za upendo, za amani, za furaha. Umenielewa? Kipindi unapika chakula, kumbuka mwanaume anategemea mwanamke ili ampe nguvu kuu za uhai za upendo. Kwa kipindi unapika lazima upike na nyimbo ambazo zina nguvu kuu za uhai za mbele. Kazi ya muziki ni nini? Ni kutengeneza nguvu kuu za uhai kwenye ulimwengu wote. Muziki kazi yake ni kutengeneza upendo katika ulimwengu wote, furaha katika ulimwengu wote, na utulivu katika ulimwengu wote. Na pia muziki ukiuenda vibaya, kazi yake unaweka chuki kwenye ulimwengu wote. Chuki kwani tunaipata wapi? Kwenye ulimwengu wote. Kwa kutumia nini? Sauti za wasanii, maigizo ya wasanii ambao hawafahamu kwamba muziki ni nguvu kuu ya uhai. Sauti ni kiumbe hai. Kwa lazima achague sasa kwamba mimi naimbia jamii. Kumbuka simuimbii Sarafina, naimbia ardhi, naimbia maji na kila kitu, make sauti ni nguvu kuu ya uhai. Kwa ukiimba tofauti unaharibu jamii nzima. Kwa mtu akikanyaga kwenye ardhi ambayo imechafuka, maana anachukua ule uchafu wako. Na ndio maana msanii ambaye inabidi atuimbie, sisi tunamtambua katika nguvu kuu ya uhai ya mbele. Kwa mwanamke atuimbie ambaye yupo bikra, na kwa mwanaume atuimbie mtu ambaye yuko bikra pia. Maga, kwa haraka kwa kufupisha sana kwa sababu naona tuna dakika 40 hapa. Ushauri wako kwa wasanii wa sasa hivi? Neno lako kuu la kuambia wasanii wa sasa hivi, neno langu kuu la msingi ambao nataka niwaambie ni moja kubwa sana. Hebu wajitahidi kufahamu asili ni nini. Ufahamu ni nini? Kufahamu sasa kuu katika asili ni nini? Kufahamu upendo ni nini? Kazi yao kubwa ni ipi? Wasanii ndio watu wanaotutengenezea nguvu kuu za uhai. Wasanii ndio watu nyimbo sauti zile. Na wakumbuke sauti zao hazifi. Sauti ni kiumbe hai. Kwa kupitia sauti zao sisi tunatembea kwenye ardhi. Kupitia sauti zao kuna maji pale. Kupitia sauti zao kuna miti. Hivi vitu vyote vinasikiliza sauti zao. Umenielewa? Kwa waanze kutengeneza na wafahamu kwamba wao kuanzia sasa hivi jamii nzima kama itaishi kwa nguvu kuu za uhai za chuki, wao ndio sababu. Kama itaishi kwa nguvu kuu za uhai za upendo, wao ndio sababu. Kila unachokifanya hakifi. Sauti yako ni kiumbe hai. Umezungumza kuhusiana na wanawake kuwa bikra kufanya muziki. Na kuna baadhi yao haiwezekani tena. Kutokana na situation za maisha yao ambayo ziko wazi kabisa. I hope next time utakuja kuniambia jinsi wanavyoweza kujinasua vizuri kabisa kwenye hilo swala, si ndio? Ndio. Tunaweza tukaendelea kuenjoy muziki kabisa. Okay. Magawa, mimi nikushukuru sana. Shukrani sana. Na naamini umefurahi kushare elimu hii. Nimefurahi sana. Karibu sana anytime. Unajua kwa kutupata and then tutapiga story hili. Somo la muziki kiukweli nimekuwa interested nalo. Okay. Nafikiri tutaendelea nao. Shukrani sana. Bana, kwa mujibu wa ndugu yangu Mlimwengu Magala, mimi napenda kumuita Mlimwengu kama nilivyoambia mara ya kwanza, ametoa somo kubwa sana. Nafikiri unatakiwa ukae, uchukue dakika zako kama 43 na 4 fulani hivi ambazo tumezungumza hapa, uzisikilize kwa umakini, uzielewe na uzifanyie kazi. Mimi naitwa Sarafina Jerry. Yes, mimi ni Bintu Jerry, behind the camera ni Juma Koba KB Pixel kwa niaba ya Mlimwengu Magala. We out.